kwa ajili ya kuzidi kusogeza juu kwenye michuano inayofuata ya kimataifa. Unawaambia nini mashabiki ambao wametoka hile wakiwa na nyuso za huzuni? Hakuna huzuni yoyote, lilikuwa tamasha la kilele cha wiki ya mwananchi, tumeshalimaliza. Kwa hiyo niwaombe kabisa, kesho Jumatatu wapumzike, Jumanne mimi mwenyewe nitaiongoza timu kuelekea Zanzibar. Mimi ndo mkuu wa msafara, tukutane Zanzibar kwa ajili ya mechi ya dabi ya ngao ya jamii. Wewe ndo mkuu? Mimi ndo mkuu wa msafara, kwamba mimi kuwa mkuu wa msafara kule Zanzibar. Nikuhakikishie tu mimi naiongoza timu kama ilivyo utamaduni, taratibu za klabu yetu. Ni lazima mjumbe wa kamati ya utendaji mmoja wapo lazima iongoze timu kwenye mechi kubwa, sawa kwenye mechi ya nje. Hii ni mechi ya nje kwa sababu hatuchezi Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi niombe wananchi tukutane Zanzibar. Zanzibar tapata matokeo, wasio na wasiwasi. Pengine labda unaweza ukatuibia siri, kwa maana kikao cha mwisho ama mazungumzo ya mwisho na Ali Kamwe alisema kwamba mchezaji namba 6 ataingia hii leo akiwa na uzi mweusi, lakini mpaka tamasha limeisha hatujamshuhudia mchezaji huyo. Mimi nadhani wanayanga wewe pole, dirisha halijafungwa, lakini kuna surprise itakuja kutokea kabla dirisha halijafungwa. Tafsiri yake usajili bado hujaisha. Naamini kuna tukio litatokea kabla dirisha halijafungwa na litakuwa tukio kubwa. Ni baada ya dabi au kabla ya dabi? Naamini kabla dirisha halijafungwa kuna tukio litatokea na litakuwa tukio kubwa. Nchi itasimama. Sijajua, nchi haiwezi kusimama. Nchi haiwezi kusimama kwa sababu nchi ina mambo mengi. Serikali inafanya vitu vyake, wananchi wana biashara zao. Itakuwa history, yani itakuwa story kwa wana michezo Tanzania. Asante sana ndugu zangu. Nawashukuru sana.